Walkahinu lafdhun yutlaqu ala al-arraf, ni jina ambalo anaitwa arraf, maana ataarafa kama fi hadithi. Walladhi yadhribu bilhasa, na yule ambaye anapiga ramli kwa kutumia kurusha mawe. Walmunajjimu, na mnajimu. Kwa hiyo kazi ni kazi ya haramu, kazi ambayo haifai. Ni mtu anafanya musharaka na majini, na majini, na kabla kufikia ile musharaka na majini anakuwa anafanya kufuriyati. Yale majini anamuelekeza kufanya mambo ya kufuru, shirkiyati, na kila anapokuwa anafanya zile kufuru zaidi ndipo majini anapomsaidia zaidi. Kwa hiyo ukimuona ile kuhani amekuwa bingwa, basi maana yake huyo amefika katika kufuru katika upeo wa hali ya juu kabisa. Kwa hiyo anataawanu ma'al jinni, anasaidiana na majini. Na kikubwa kwamba hawa makuhani na balaa lilopo, kuna vitabu ambavyo vina habari hizi kama ilivyoelezewa na Allah katika sura al-Baqara ya 102 kuhusu habari za Suleiman na wale malaika ambao walishushwa kwa ajili ya kuwatia watu mtihani, wakiambia watu fala inna nahnu fitna fala takfur. Sawa Kwa sababu watu wamefanya kwamba hii ni fani, na baadhi ya manchi huko wameanzisha kabisa masomo kulia. Sawa, kuna faculty ya mambo hayo, almunajimun, mambo ya uchawi wanasomeshwa. Lakini haya mama inavyokuwa kwamba watu yataawanuna ma'al jinni, wanashirikiana na majini, ndio hayo yanayofanyika. Lakini majini hawa hawezi kushirikiana baada ya wale watu kuamrishwa kufanya mambo ya kufuru na shirki ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, kisha majini sasa ndio wanaanza kuwasaidia katika mambo kadha wa kadha. Kwa kazi hizi za uongo na utapeli, ile gharama zake na ujira wale ni haram. Kazi yenyewe ni haram, na ile jambo lenyewe vile vile, na ile kinachochumwa mule ni haram. Ni kujiepusha na watu kujihadhari kutokutumbukia katika vyama vya wachawi. Hasa zama zetu hizi, unaweza ukaenda ukakutana na magrupu ya mitandao, watu wanafundisha uchawi, wewe ukasema ngoja niangalie. Allah akulinde. Ukisema uangalie tu, umekwenda umezama. Ukitajifundisha utasema ngoja ni test mitambo, tu tayari utashoka mchawi. Ukitesti mambo menyoka hivi, ukitesti mwisho umezama. Ndio maana aimatu salafi wanakataza Waislamu kwa ujumla kuangalia katika vitabu vya watu wa bid'a na watu wa dhalala, kwenda kusoma mavitabu vyao, ambapo leo hii ndio kuingia katika Facebook huko, katika YouTube. Unaweza kuingia katika YouTube ukakuta mambo. Msende huko, msiingie. Wala katika peji za makhurafi msiingie, majipeji ya makhurafi, mapeji ya mahizbi msiingie, mushrikin almunajimun msiingie katika peji zao. Wewe ukiona wewe, yani ukishaona tu block, kwa sababu ni binadamu na binadamu analetewa mitihani. Sasa ujue wewe mtihani utafaulu. Sasa kabla ya kufika wewe ondoa, usiende, utaenda utazama huko, ni hatari. Sisi tumefahamiana. Kuna vijana wamekaa na mashaira, wameingia katika magrupu yao, wamebadilika kwa shaira, kwa ni vijana wa salafi, lakini wamekuwa vijana sharrun nas. Kwa nini? Kwa sababu ngoja kwa nisome ili nikawajibu hoja zao. Acha hizo habari. Ndivyo hivyo ndio hizo peji. Nakuta kuna peji kazi yake, hizo peji zinatukana mashekhe wa kisalafi duniani au nchini. Lakini na vijana mara wamekaa na mtu kakutumia, so wewe nini? Angalia. Sasa mimi niangalie nini? Hii si peji ya bid'a wa hizbi. Nini sasa mimi niangalie? Ama yule mtu ambaye anaangalia, anasikiliza kwa ajili ya rudud, kwa ajili ya kujibu, fabiha neema. Ama tu angalia ili ujue itakusaidia nini fi dunia na akhirah. Zaidi ya yote unaongeza tu, sababu utakuwa miongoni mwa wale viewers. Ina maana nyinyi hapa mko watu 50, kila mtu kaangalia mule, yule sana bada kichwa. Lakini 50 wakaangalia watu wawili tu kwa muda siku 10, wameangalia watu wawili, yule arudi tena. Kila kituma utaangalia mtu mmoja wawili. Hii kweli si tumefahamiana? Lakini ikituma 200, 500, 1000, na kumbe mnamchangia, maana mnamchangia. Sasa baada ya muda wanamtumia pesa wale jamaa. Yaani kuachana nayo vitu hivyo, aliyakuwa kama peji na mitandao ya kisalafi na mashekhe maulama wa kisalafi duniani yapo. Fungueni mstafidi, durusi zipo, utasikiza durusi mpaka unachoka. Mawaidha yapo mpaka unasizia mawaidha, shekhe wanaongea mawaidha yakae. Nenda katika mauki za Haramaini Maka na Madina, mahutuba imejaa, mahutuba ya miaka zaidi ya 30 huko nyuma 40.
unachagua tu hutuba za aina gani, shekhe gani anatoa hutuba, asikia hutuba yake dakika 20 dakika 30. Fihi istifada, kuna faida kubwa sana kuliko kuingia katika peji za watu khubatha, fusaq, mujrimin. Nini peji hizo? Au unaingia katika peji za ahlul bid'ah والضلال صوفية خرافيين حزبيين. إذا نين إيش ماذا نستفيد فيه؟ وليتقوا الله يا شباب. نعم.